Sawa bwana, tuanzie hapa. Mara baada ya mchezo kutamatika ni sare ya 0-0. Yes. Sare nyingine hii kwa Young Africans dhidi ya Azam ilikuwa kama hivi, na leo hii dhidi ya TRA. Tathmini fupi ya mchezo kabla tujaendelea kuchimba na kudigi namna ambavyo walimu wamefeli kwa pande zote mbili, namna ambavyo kwenye kutafuta matokeo. Kwa maana tathmini ya kiufundi leo hii Young Africans hawakucheza vizuri, walicheza vibaya. Na hawakudeserve kupata matokeo yoyote ya ushindi. Hiyo yote ni kwa sababu ya vitu vitatu. Kwanza, uwanja ulikuwa hauruhusu wao kucheza ule mpira ambao wamekuwa wakiucheza siku zote, kwa maana ya possession based, kwa maana ya kupossess zaidi mpira, kufanya build up kuanzia nyuma, kuwafungua wapinzani. Kwa hiyo uwanja ulikuwa unawaforce Young Africans kucheza mipira mirefu ama crosses, kuweza kupiga vichwa na kuweza kufunga. Na kwa bahati nzuri Almanusura wafanikiwe. Kuna cross moja ilipigwa na Atola kwa Siao second half. Emmanuel Mwanengo akafunga, lakini ilikuwa ni offside of course, na ilikuwa ni offside kweli. Umeona? Lakini nyingine pia alipiga cross tena Atola kwa Siao, akapiga Emmanuel Mwanengo ikatoka nje. Kwa hiyo ilikuwa ndio njia ya kwanza. Njia ya pili ilikuwa ni mipira iliyokufa. Lakini hawakupata sana mipira mingi kwenye nani karibu na boxi la TRA. Leo TRA walikuwa bora sana kutokuruhusu kufanya makosa mengi kwenye box lao na kucheza fouls ambazo zingewaletea shida kubwa sana kwenye lango lao, na mwisho wa siku Young Africans wangeweza kupata chochote kitu. Hata kwa Tabora, kwa maana TRA na wenyewe pia ndio ilikuwa njia yao ya kuweza kupata magoli hata wao, kwa sababu walikuwa hawana uwezo wa kuposesi mpira kwa muda mrefu. Kwa walikuwa wanategemea mpira mirefu, na walimweka Mapaka kama mshambuliaji wa mwisho, ambapo leo wamewasumbua sana mabeki wa Young Africans, kwa maana ya Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Frank Yasinki. Na Almanusura hawaletea shida kubwa sana, kwa sababu kuna muda second half, kwa sababu kipindi cha kwanza hakukuwa na mashambulizi yale ya hatari sana, tofauti labda na Ramadhan Chobwedo ambaye muda mwingi sana ile individual brilliance yake ilikuwa inawapa wakati mgumu sana Young Africans. Kuna muda alipiga penetration pass, mwamuzi akasema ni offside, lakini pia haikuwa offside. Subira vizuri, kuna muda alikuwa anaingia mwenyewe, wanamchezea fouls. Kwa kifupi, Chobwedo aliwasumbua sana kipindi cha kwanza mpaka kuja kipindi cha pili. Lakini kipindi cha pili Mapaka aliwasumbua sana wale mabeki, kwa sababu mpira mirefu ilikuwa ikipigwa, yeye anajaribu kupiga kichwa, au mpira wa pili ukidunda yeye alikuwa anajaribu kuwini na kuweza kuwasubiria mawinga wake ili waweze kufungua, aweze kuwapigia kirahisi, waweze kushambulia. Bahati nzuri uhodari wa kipa Djigui Diarra alikuwa imara sana. Dakika za mwisho, kama isingekuwa ni ubora wake yeye, sasa hivi tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Na ukweli ni kwamba Young Africans mpaka hivi sasa inasalimika kuwa unbeaten kwa sababu ya ubora wa Djigui Diarra. Kuanzia mechi ya Simba, kuja mechi ya Azam nakumbuka, ukija mechi ya Prisons hapana, hawakupata kabisa ushindani. Ukija mechi ya leo dhidi ya TRA, trust me, Djigui Diarra amefanya saves za maana sana. Na moja kati ya saves anazoifanya ni saves ya mwisho kabisa, ambayo kiuhalisia kama usingekuwa ni ubora wake, sasa hivi tungekuwa tunazungumza kitu kingine. Lakini kama haitoshi pia kuwakosa mabeki kama Ibrahim Baka na Dickson Job, kuna namna ambavyo ile safu ya ulinzi ya Young Africans imesheki. Kwenye uti wa mgongo wa Young Africans, eneo la ulinzi ni eneo muhimu mno, na ndio limewapa ubingwa Young Africans na kuwafanya watawale mpira wa miguu wa Tanzania kwa muda mrefu. Leo Bakari Nondo Mwamnyeto na Frank Yasinki kuna muda walikuwa wanafanya makosa ambayo kama TRA wangekuwa bora, trust me, kama wangekuwa bora TRA walikuwa wanatakiwa hata waondoke na goli moja. Lakini pia isingekuwa pia ubora wa Djigui Diarra kwenye kusahihisha hayo makosa, kuna namna ambavyo leo tungekuwa tunazungumza mengine kuhusiana na Young Africans. Subira vizuri, kwa kukosekana kwao leo hii Ibrahim Baka na Dickson Job kulifanya Young Africans kuwa na udhaifu, haswa pia kwenye kufanya build up, kwa sababu ukiangalia Bakari Nondo Mwamnyeto sio mzuri kwenye kufanya build up kuanzia nyuma, Frank Yasinki alikadhalika. Kwa kuna muda ilikuwa inawalazimu kupiga mipira mirefu tu. Kuna muda wakawa wanatumia crosses kupitia Mohamed Hussein Shabalala, kupitia Atola kwa Siao, lakini bado ikawa ni ngumu. Lakini eneo lingine ambalo Young Africans wangeweza kufanikiwa zaidi ama TRA ilikuwa ni hiyo individual brilliance. Tuliona kwa Chobwedo, lakini leo tulikuwa tunategemea tuone pia kwa Pacome. Lakini Pacome leo hii alikuwa ni wa kawaida mno. Yaani katika mechi ambazo Pacome kacheza kawaida, ukiacha mechi ya Azam FC ya leo pia, nafikiri ni kwa sababu ametoka kwenye majeraha. Pacome hakuwa katika kiwango kizuri.
na roho ya Young Africans ni Pacome Zouzoua. Ili Young Africans iweze angalau kupata matokeo mazuri, ni lazima Pacome Zouzoua awe katika kiwango bora. Na hii inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba Young Africans ubora wa kikosi chao umeshuka, quality imeshuka. Young Africans kuna baadhi ya wachezaji wasipoperform, wasipokuwa katika ubora, trust me, kupata kwao matokeo mazuri imekuwa ni tabu. Labda wawekewe grease kidogo kwenye baadhi ya mechi, kama jinsi ambavyo ilivyokuwa mechi ya Tanzania Prisons. Na nakuhakikishia mechi ya Tanzania Prisons na yenyewe ilikuwa ni mechi ngumu kwa Young Africans, na pengine tungeona Young Africans wakiulizwa maswali mengi magumu kama ile mechi ingechezwa wapi, Mbeya. Lakini kwa sababu bodi ya ligi waliwapa wakati mgumu sana Tanzania Prisons, waliotengeneza mazingira magumu sana Tanzania Prisons, mechi ikahamishwa sijui kupelekwa Tabora, mara kuletwa sijui Dodoma, Prisons wakawa wamechoka. Young Africans wakapata urahisi wa kwenda kucheza ile mechi, na ndio maana Young Africans wakaweza kupata hata ushindi wa goli 1-0. Tena goli moja lenyewe ni kwa sababu ya foul. Sio vizuri. Lakini in terms of performance, Young Africans hawana performance nzuri tangia mechi ya Simba kuja mechi ya Tanzania Prisons. Walishinda kwa sababu mechi iliwekewa grease, Prisons walichoka. Ukiangalia pia na nafasi waliokuepo, lakini ukija pia mechi ya Azam FC, mechi ya TRA, Young Africans unaona kabisa kiwango kimeshuka, hawa perform katika kiwango kizuri. Huo ndio uhalisia. Sio vizuri. Wasisingizie kuhusiana na ratiba. Young Africans hawana kikosi kipana. Na kulikuwa kuna midondoko mingi sana katika mchezo wa leo, siku ya leo. Wachezaji wengi walikuwa wanadondoka na kama Prince Dube akatoka. Na hapa pia unazungumzia kuhusiana pia na uchovu wa ratiba ambayo ipo. Wewe kwako hii haiwezi ikawa ni pointi kwamba ni inakuwa inawafanya Young Africans kucheza chini ya kiwango siku hii ya leo? Young Africans ni timu kubwa. Yaani mimi nikisikia Young Africans wanalalamika kuhusiana na ratiba, naona kama ni aibu hivi, kwa sababu jamani, kuna hizi timu zenye level ya kati zinatumia usafiri wa barabara. Young Africans wanasafiri kwa kutumia ndege, wanatoka hapa nusu saa wamefika sehemu fulani. Kuna timu zinasafiri kutoka Arusha inaenda labda Tabora, ikitoka Tabora inarudi labda tuseme Mbeya, ikitoka Mbeya inaenda Ruangwa kwa kutumia usafiri wa barabara, na yenyewe inabidi wacheze kwa takriban masaa 72, na kuna baadhi ya timu inawezekana wanacheza hata hiyo masaa 72 hayafiki. Wao sasa watalalamika vipi? Lakini hii ratiba hili tulilijua litakuja kutokea kwa sababu iliharibika tangia mwanzo. Jamani, watu wasahau ya kwamba hii ratiba iliharibika tangia mashindano ya AFCON, yakaja mashindano ya Chani na Mapinduzi. Hii ni ratiba ambayo vilabu vilijua kabisa vitakuja kulipa gharama zake. Sasa gharama yake ni ipi ambayo Young Africans walipaswa kulipa? Ni kuwa na kikosi kipana. Leo hii nikukuuliza, Frank Yasinki amecheza muda gani Young Africans? Tuongee ukweli. Tambo sana. Bakari Nondo Mwamnyeto amecheza muda gani Young Africans? Sio vizuri. Yaani kusema kwamba amechoka Bakari Nondo Mwamnyeto. Serious. Haya. Tuongee ukweli. Mohamed Damaro Kamara, si mchezaji kaingia dirisha dogo hapa. Ndio. Sio vizuri. Lakini kama haitoshi, Alan Okello, Emmanuel Mwanengo, Buba Jammeh, kwa maana Kabwe tunaifuta sababu ya kwamba wakisema uchovu wa match back to back pamoja na majeraha ambayo yanaikabili kikosi chao, tunaiondoa sababu haipo kabisa, kwa maana iwe miongoni mwa sababu kubwa kwa wao kupoteza michezo kadha wa kadha kabisa. Yani kwenye kupoteza hii sababu iondolewe, lakini ni sababu ambayo ina mashiko. Match back to back sometimes zinakupa fatigue, kwa sababu unakuwa unategemea kikosi chako cha wachezaji bora wale. Of course hiyo ina mata kwenye mpira wa miguu, kwa sababu mpira wa miguu ni science. Sio vizuri. Of course kabisa, hiyo ni sababu ya msingi ambayo ukiwalisia, ukiwasikiliza wanahoja, lakini hoja yao inakufa kifo cha kawaida, kwa sababu Young Africans ni timu kubwa, ni klabu kubwa, imesajili wachezaji 30, ambapo kiuhalisia kuna wachezaji wengine wako nje hawajacheza kwa muda mrefu. Ulitegemea waje kuwa backup ya hawa wachezaji wengine ambao wapo. Leo hii tuongee ukweli, quality ya Emmanuel Mwanengo unaweza kulinganisha na Depu na Prince Dube? Ina maana Young Africans kuna eneo
kwenye upana wao wa kikosi quality imepungua. Buba Jammeh ambaye ameenda kumsajili dirisha dogo, ulitegemea Pacome Zouzoua ameumia aje Buba Jammeh kumreplace, lakini ukiangalia quality ya Buba Jammeh na Pacome Zouzoua, jamani, si mbingu na ardhi. Africans wanaweza vipi kusurvive na kuweza kupata hayo matokeo mazuri? Haya, njoo kwenye eneo labda tuseme la backline. Kaumia Ibrahim Baka, kaumia Dickson Job. Hivi tulitaka tutegemea kwamba Dickson Job na Ibrahim Baka wangecheza tu milele tu bila kuumia serious, wangecheza tu milele bila kupumzika. Kwa hiyo backup yao ni wakina nani? Bakari Nondo Mwamnyeto na Frank Yasinki. Kama Bakari Nondo Mwamnyeto na Frank Yasinki hawawezi kutoa performance bora pindi ya watu wawili wanapokosekana, ina maana hilo ni tatizo la quality, sio ratiba back to back. Huo ndio uhalisia. Kwa hiyo wasitafute kisingizio Africans kuhusiana na ratiba. Ukweli ni kwamba kikosi chao ni finyu, ubora kikosi chao ni finyu, kikosi chao kipana kwa kiasi kikubwa, kina machaguo mengi ambayo ni backup ya hawa watu wa kikosi cha kwanza. Wachezaji wao ni wa kawaida na huo ndio uhalisia. Kabwe, vipi tukizungumzia ilipelekea mchezo wa Simba ugairishwa, umeridhika nayo namna ambavyo mali ilikuwa inatambaa? Pitch always za mikoani ni mbovu. Pitch ya leo ile, ufikiria kuna muda mpira ulikuwa unadunda. Na nimekwambia hapa, Young Africans ilibidi Young Africans leo hii wajaribu kubadilisha style ya kucheza kutoka kwenye kuposesi mpira, waanze kucheza na ndi mipira mirefu. Sio vizuri. Ilibidi iwe hivyo kwa sababu ya uwanja. Viwanja vya mikoani havijawahi kuwa rafiki. Sio vizuri. Na hii lazima tuongee ukweli. Mamlaka kama TFF, bodi ya ligi pamoja na wanaomiliki viwanja kwa maana ya CCM, inabidi hili waliangalie. Thamani ya hii ligi inabebwa na viwanja. Wasipotengeneza hivi viwanja, ina maana thamani ya hii ligi inaangamia. Sio vizuri. Kwa kuna eneo Young Africans leo hii unaweza ukasema kwamba wameangushwa pia na uwanja. Sio vizuri. Sababu ya uwanja inaingia. Sababu ya uwanja inaingia leo hii kwa sababu kuna muda ile style yao ya kucheza ulikuwa huioni, ilibidi ubadilishe style ya kufanya nini? Ya kucheza kwa sababu ya uwanja. Kwa hiyo ni pia ni moja ya nini? Ya sababu. Kwa hiyo huo ndio uhalisia. Kwa hiyo mimi nafikiri Young Africans kuna sababu ambazo wakiziweka kabisa hadharani zina logic. Uwanja nzuri, quality ya kikosi chao imepungua, zina logic. Sio vizuri. Lakini kama haitoshi pia kweli mechi hivi kucheza back to back, wachezaji wao kuumia, kwa sababu kiukweli ukikosa wachezaji wako muhimu lazima ustruggle. Young Africans wamekosa wachezaji wao muhimu, wanachaje kustruggle, ni kitu ambacho hawawezi kukubaliana nacho, lakini huo ndio uhalisia. Young Africans kiukweli hii ni ya kawaida mno. Young Africans ni ya kawaida mno, na kama Simba msimu huu washindo wenyewe. Sio Simba, tunaanza FC kama watashindwa kuchukua ubingwa kiukweli msimu huu ni aibu. Kabla kuna tukio lilitokea la watu la kasu yao alimshikilia mchezaji wa TRA. Yes. Alimngangania. Yes. Lakini Mwamba akakomaa akaenda akapiga. Sawa, akapiga akakosa. Haikustahili kuwa penalty. No, haikustahili kuwa penalty. Si aliachiwa ni advantage. Na kudondoka. Aliona okay, mimi naweza nikajimudu, nikaingia kwenye box na nikapiga, na akapiga, akakosa. Angeanguka ingekuwa mzigo huo hapo. Yaani angeanguka sasa. Yaani ile tukio la Tola Kwasi yao nafikiri ndio sasa ndio hapo tunazungumzia quality. Ingekuwa ni mchezaji mkubwa, ingekuwa labda ni Yanga, labda unamfanyia labda vile Prince Dube ama Depo, au ingekuwa ni klabu yote kubwa labda Simba au Azam, unamfanyia mchezaji yote mjanja pale, ukimvuta vile anadondoka, na akidondoka kwa sababu ni dokso, ile inastahili red card na penalty. Kwa hiyo kama TRA yule winga angekuwa ni mjanja, alikuwa anapaswa kudondoka. Kwangu mimi ile ilikuwa ni adhabu ya red card na wangepewa penalty, kwa hiyo wangepata faida mara mbili. Kwa hiyo huo ndio uhalisia. Kwa hiyo lakini kwa sababu hakudondoka, obvious muamuzi alikuwa sahihi, aliacha kama advantage na yule akaona na nafasi ya kufunga, akakosa shigilia na akacheza. Kabla tumalize kwa Yanga hii mpeche. Yes. Simba imejipata. Itoshe kusema kwamba safari hii kama Simba wakishindwa kulichukua kombe watiwe viboko. Vibaya mno. Yaani
Kwa Yanga hii kweli mpeche. Yaani kama Simba, Azam. Mimi na dili na hizi timu hizi mbili. Simba na Azam wakishindwa kuchukua ubingwa kwa Yanga hii mpeche. Yanga hii apeche ya lolo. Trust me. Ujue Azam na Simba inabidi wafukuzwe kwenye nchi. Wafukuzwe kabisa. Yaani sio tu kupigwa viboko. Wakishindwa kuchukua ubingwa mbele ya Young Africans. Trust me. How? Yaani hii Yanga hii. Yanga ya Buba Jameni. Hapana, Yanga ya kawaida mno. Trust, wakubali, wakatae. Huu ni ukweli mchungu ambao inaweza kuwaumiza. Mimi nachukua pilipili na ndimu na siliba kwenye kidonda. Hii Yanga ni mpeche. Yanga ni ya peche ya lolo. Ni ya kawaida. Si mnavizuri? Wanapewa deni msimu huu. Ya kwamba likifunguliwa dirisha kubwa tu inabidi waingie sokoni haraka sana kusajili quality, kwa sababu wakienda kushindana kwenye mashindano ya kimataifa kwa kutegemea hawa wakina Pacome Zouzoua, wakina Max Nzengeli, wakina Duke Abuya, wakina Ibrahim Baka ambao wameshatumika, wamechoka. Yaani lazima watu wakubali kwamba ukiacha tu hizi mechi back to back, Ibrahim Baka, Dickson Jobu, sijui wakina Pacome Zouzoua wametumika ile Yanga yote ya mafanikio. Kuna muda wanachoka. Ni binadamu, sio trekta. Sio vizuri. Wale sio katapila, yani kuna muda wale ni binadamu wanachoka, hawawezi kuwa na consistency ya kuonyesha ubora kwa miaka yote tu wanaonyesha wao ubora. Hapana. Kwa hiyo kuna eneo viongozi wa Young Africans wanakumbusha kwamba Yanga hii kwa aina hii ya wachezaji waliosajili ni mpeche kwenye mashindano ya kimataifa. Wakienda kama wakutokea kwenye hatua za awali, basi watatoka tena kwenye hatua za makundi. Wawe makini mno. Kabwe mano mzemechi unampa nani? Chobwedo. Mtu hatari kabisa. Kabwe acha basi. Chobwedo? Ramadhani? Ramadhani Chobwedo mtu hatari. Leo kwa burudani sana. Angalia bwana nani kapata mano mzemechi. Kweli ujue yani si atukuangalia. Unampa nani leo? Chobwedo. Ramadhani Chobwedo. Kabwe una bando hebu angalia. Chobwedo bwana Ramadhani Chobwedo nakataa. Mimi sinajua umpendi. Sio kwamba simpendi. Tuambie sababu sasa. Chobwedo leo kawasumbua sana leo. Kwa sababu kapiga kona Diala kapangua. Leo Chobwedo si tu kwamba kanandi ligi kuu, twende ligi kuu hapa. Chobwedo kama Chobwedo mwamba kabisa. Chobwedo leo kaua. Leo Chobwedo kaua leo. Hawajaposti. Refresh kidogo. Bwana hawajaposti bwana. Mimi naamini wakubali wakatae. Ingia Yanga kama wenyewe wameposti. Yanga hawezi mimi nakwambia ukweli hamna man of the match hapa. Leo Yanga hamna man of the match bwana wewe. Na TRA pengine washaposti. Labda TRA ngoja tuangalie hapa. Bwana hamna, hawajaposti. Ila kwa vyovyote kwa lolote. Ni Chobwedo. Ramadhani Chobwedo mtu hatari. Anatiririka tu na ule upara kama mimi. Unajua watu wenye upara tunajua sana mpira, ni basi tu mwanangu. Au sio? Wenzangu hata mimi nilikuwa napiga sana mdogo wangu. Umekucha. Bwana Kabwe, shukrani sana. Nashukuru sana ndugu yangu.